Karibu mwenyekiti wa chama. Ndugu viongozi, kwanza nichukue fursa hii kwa dhati kabisa kuwashukuru kwa kuendelea kushirikiana na sisi na pia kuendelea kufanya wajibu wenu mtukufu kabisa wa kuwahabarisha na kuwaelimisha Watanzania. La pili, mmesikia taarifa ambayo ilitangulia kuelezwa na katibu wetu wa mambo ya nje Dr. Nasra kuhusiana na jambo hili, na pia taarifa ya kiongozi wa chama. Na kabla hapo, naamini kwamba mlipitia taarifa iliyotolewa na chama chetu kuhusiana na hili. Kwa nini tumeamua kuitisha tena kuwaita kuzungumza na nyinyi katika hili? Ni kwa sababu pamoja na taarifa zote hizo ambazo ilitolewa, naamini mmeona pia taarifa ambazo wametoa wenzetu kutoka nchi mbalimbali. Mmeona labda clip ya rais mstaafu wa Botswana kama jinsi alivyoeleza tukio lenyewe lilivyotokea, kaeleza kwa ufasaha kabisa na masikitiko yake na alivyofadhaishwa na jinsi ambavyo hakutegemea kwamba jambo la namna ile lingeweza kutokea kwa watu na katika nchi ya Angola. Sasa sisi pia tumeona kwamba na hapa kwetu watu mbalimbali wameendelea kulipotosha jambo hili pamoja na taarifa hii kuwa ya wazi, na ililotufadhaisha zaidi na ambalo linanifanya na mimi nisimame hapa baada ya viongozi wenzangu hao kulieleza ni upotoshaji huu kufanywa na viongozi waandamizi wa Chama cha Mapinduzi, na hasa mtu ambaye hukumtarajia kama makamu mwenyekiti bara wa Chama cha Mapinduzi Bwana Stephen Wasira, na pia naibu katibu wa habari na uenezi wa kule Zanzibar ndugu Hamisi Mbeto. Upotoshaji walioufanya kwa kweli ni mbaya sana, na mimi naamini kwamba unaipaka matope hata serikali, kwa sababu kikubwa ambacho wamekizungumza ni kama kwamba kwa upande hasa wa makamo wa kwanza wa rais Zanzibar, kwamba ni kwa sababu hakufata utaratibu, hajui utaratibu wa kusafiri nje. Sasa wao inawezekana mawazo yao, hizi ni siasa nasema za kichokora kabisa kwa kweli, kwa sababu katika hali ya kawaida wao wanaona kama hili linamhusu mtu binafsi, lakini wamesahau kwamba wao ni viongozi wa chama ambacho kinasimamia serikali zote mbili, na ina maana haya wanayoyazungumza mtu anaweza kutokana na nafasi walizonazo, kutokana na kwamba ni viongozi waandamizi, mtu anaweza kuona kwamba labda haya yametoka ndani ya serikali. Mwingine anaweza akaona kwamba labda hii serikali kumbe ni ya ovyo sana, kwamba makamu wa rais anasafiri kwenda nje na serikali inamwachia, serikali haichukui hatua ya kufuata taratibu za kidiplomasia na za kiprotokoli ziliopo. Hasa hili ni jambo la kufadhaisha, na ndio maana kusema ni vizuri kuliweka record sawa sawa ili Watanzania wafahamu, Watanzania wajue tuna viongozi wa aina gani ndani ya Chama cha Mapinduzi. La kwanza niseme kwamba taratibu zote za kiserikali zilifuatwa, kwa sababu kwanza unapotaka kusafiri kwenda nje ni lazima kupata, kwa makamu wa kwanza wa rais, lazima kupata ruhusa ya rais wa Zanzibar, na ruhusa hiyo iliombwa na ikatolewa kwa maandishi. Kwa hiyo kwenye hilo kwanza wala halikuwa ni upotoshaji kusema kwamba labda hakukuwa na taratibu ambazo zilifuatwa. Lakini jambo la pili, kwa kawaida viongozi wa serikali, viongozi wakuu wa serikali wanaposafiri nje, idara ya mambo ya nje au wizara ya mambo ya nje pamoja na idara yetu ya usalama wa taifa wanatuma watangulizi kwenda katika nchi ambayo kiongozi anakwenda, na hilo lilifanyika. Watangulizi walienda siku 5 kabla ya kiongozi au makamu wa kwanza wa rais
kwenda nchini Angola na walienda mpaka Benguela. Sasa unaposema kwamba taratibu hazikufuatwa, unakuwa mtu wa ajabu kwa kweli. Lakini niwahakikishie wa Tanzania kwamba watangulizi kama ulivyo utaratibu walipelekwa na walipelekwa well in advance, na walienda mpaka kwenye kituo ambacho ilikuwa tufanyie mkutano. Lakini jambo la tatu ni kwamba kwa kawaida kiongozi anaposafiri kama anapita pengine transit, basi ubalozi katika nchi ile ambayo anapita transit kwa kawaida wanakuja kumlaki na kumsaidia taratibu za usafiri. Na hilo mimi niseme kwamba tulipoondoka Dar es Salaam, transit ilikuwa Johannesburg, Afrika Kusini, na nishukuru sana kwamba nimekwenda pale, nimefika pale na ujumbe wangu, na tayari nikamkuta balozi wetu pale Mheshimiwa James Bwana yupo na watendaji wake wa ubalozini, na wakatusubiri, wakaja kutupokea kwenye ndege na tukakaa sehemu ya transit lounge, na baadaye wakatusindikiza mpaka kwenye ndege tukaondoka kuelekea Luanda, Angola. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana kwamba serikali ilijua na ilitimiza wajibu wake kiuweledi na kwa taratibu zinazotakiwa. Lakini kawaida nyingine, utaratibu ni kwamba kiongozi anapokwenda katika nchi ambayo anakwenda, kwa kawaida ubalozi wetu unakuwepo na kushughulikia taratibu zake za kuweko katika nchi ile. Na mimi nishukuru sana kwamba pamoja na matatizo ya usafiri ambayo yalimfanya balozi wetu wa Tanzania nchini Zambia, Lieutenant General Matthew Kitungule alikuwepo tokea Afrika ya Kusini, na tukawa kwenye ndege moja kwenda Luanda, Angola, na tumefika pale na akaanza taratibu za kushughulikia jambo hili, kushughulikia ziara hii. Na bahati nzuri nchini Angola tuna mwenzetu Mtanzania ambaye yuko miaka mingi, alienda tokea kwa taratibu za kiserikali, Bwana Mzirai, na ambaye kuna wakati alikuwa ni balozi wa heshima, na tumemkuta pale na yeye amekuja kutupokea. Au alikuwepo uwanja wa ndege, kwa kawaida huwa anaruhusiwa kuingia ndani, siku ile hakuruhusiwa. Ni kwa sababu gani? Wanajua wenyewe serikali ya Angola. Kwa hivyo mimi ninachosema ni kwamba taratibu zote zinazostahiki zilifuatwa. Kama ni makosa, yalifanywa makosa na nchi ya Angola, na hii ndio ya kuulizwa, hii ndio ya, kwa sababu sisi tulipofika taratibu, hata kama walikuwa na tatizo na tulichoendea tujalie, lakini hawakupaswa, au kama walikuwa na tatizo na sisi, basi kwa kawaida unaambiwa kwa nini huna visa, huna kitu gani, ni undesirable. Lakini wote sisi ni mashahidi. Ndio nasema hizi taarifa nzuri meziona kupitia sources mbalimbali, kwamba hakuna ambaye alielezwa kwanza kinachofuata, kwamba hatua gani, hatukuelezwa tatizo ni kitu gani. Mpaka hapa tunasimama, basi mpaka leo hatujaelezwa kulikuwa na tatizo gani. Si serikali ya Angola, si serikali yetu ya Tanzania ambayo imetoa taarifa rasmi. Sijui kama na wao walielezwa, kwa sababu tegemea kwamba balozi wetu ingejua, lakini balozi wetu tumekuwa naye pale, lakini hakujua. Lakini na jingine la mwisho niseme kwamba wakati tukiwa uwanja wa ndege katika sakata hili, nilizungumza na waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Mheshimiwa Mahmoud Thabit Kombo. Alinipigia mara 3 kunieleza hatua ambazo wanachukua kujua tatizo liko pahala gani na kufuatilia jambo hili. Kwa hivyo mimi niseme wito wangu kwamba
hasa kwa haya ambayo yamepotoshwa na watu ambao ni waandamizi, viongozi waandamizi wa Chama cha Mapinduzi. Naiomba sana serikali na natoa wito serikalini kama mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo kwamba serikali iwachukulie hatua viongozi hao, kwa sababu upotoshaji wao umeipaka matope sana serikali. Upotoshaji wao umewafadhaisha wananchi kusema kweli kwa kiasi kikubwa. Wameact irresponsibly kwa namna ambayo kwa kweli haiendani na nafasi zao ambazo wamechukua. Nadhani huo ni wito wetu sisi kama chama cha ACT Wazalendo kuhusiana na jambo hili baya, na nadhani mengine KC ameeleza vizuri kuhusiana na msimamo wa chama chetu katika hili, na kwa hivyo naomba ni washukuru sana kwa kunisikiliza. Asante. Asante sana. Naomba nikaribishe maswali machache na asizidi matatu kwa kweli. Karibuni. Kama kuna mtu anaswali, kaka pale nyuma, unasema jina lako, unatoka chombo gani, na unasema swali lako. Karibu. Sauti. Ndio. Jambo kwa rejea ili kwamba mwingine wale kuongea na waandishi pale airport, lakini hilo halikufanyika. Tunafahamu ndio kwenu mtakatoa taarifa hizo pale. Je, kwa kuongea na waandishi wa habari jana pale uwanja wa ndege kwa sababu ya serikali kuchukua vio kwenu Angola usipo sahihi? Asante. Swali la pili. Karibu. Naitwa Fadhili, natoka Jambo TV. Swali langu kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, je, kuzuiwa kwenu Angola na viongozi wengine mnalihusisha na siasa za Tanzania kwenda huko au ni masuala mengine ya huko pekee? Yaani inahusiana lolote lile na siasa za Tanzania? Asante. Swali lingine. Nafikiri yameisha. Karibu. Naitwa Juma Ishaka, ni mwandishi wa gazeti la Mwananchi. Nilikuwa natamani kujua mwenyekiti amesema siku ya kwanza akiwa kule baada ya hizo changamoto alipigiwa mara kadhaa na waziri wa mambo ya nje kwa ajili ya kuelezwa taratibu zinazofanyika na serikali ya Tanzania kujua sababu. Na wewe ni makamu wa kwanza wa rais, najua viongozi wa serikali mna namna zenu za kuwasiliana. Sofa hamkuwasiliana tena kujua hatua zilizofikiwa na pengine sababu, lakini KC amezungumza pengine Angola, rais wa Angola anaonesha kutotosha kwenye nafasi alionayo kwa maana ya Afrika. Mnadhani nani sasa anatosha? Asante. Nafikiri maswali yamekwisha. Nikaribisha mwenyekiti kwa ajili ya kujibu, alafu nikaribisha KC kumaliza. Ni washukuru tena kwa mara nyingine na kwa maswali mazuri ambayo yanaonesha tu kwamba tulifuatilia kwa makini tulioyazungumza hapa. Nianze na wana Halfani kuhusiana na jana nia yetu ya kuzungumza na waandishi wa habari pale, lakini bahati mbaya haikutokea na swali kwamba je, tunadhani labda serikali ilizuia ili ukweli uliotokea Angola usijulikane. Kwanza niseme kwamba mimi siwezi niwe mkweli kabisa. Sioni vipi serikali itakuwa na interest ya kuzuia kilichotokea Angola kisijulikane, kwa sababu ni mambo ya ndani ya Angola. Lakini jana pale baada ya kufika kushauriana na mamlaka ya uwanja wa ndege, na akatueleza mazingira ya pale launch ambayo tulikuwa tunatumia kwamba ni general launch, na mara nyingi wanaingia watu kadhaa, watu mbalimbali,
pengine singekuwa mazingira mazuri ya kufanya mahojiano na waandishi wa habari kwa sababu ya hiyo disturbance. Kama tulikuwa na nini hiyo, pengine tungeweza kuipanga mapema tukapata launch exclusive, lakini bahati mbaya kwa sababu ya mazingira na muda ambao ulikuwa umeshapita, tukasema basi bora ili pia tupate uwakilishi mpana wa vyombo vya habari, tukaona kwamba ni vyema hii tuifanye leo. Na zaidi pia tulizingatia kwamba ingekuwa vizuri na kiongozi wa chama naye, kwa sababu alikuwa ni alishiriki kwenye delegation ile, basi kupata fursa pia naye mkamsikia na mkakisikia chama kwa ukamilifu wake. Lilikuwa ni hilo kwa kadri tunavyofahamu. Kutoka Jambo TV kwamba je, lilikuwa ni nadhani kwamba ni siasa za Tanzania ambazo zilipelekwa Angola au ni siasa za wenyewe watu wa Angola? Mimi niseme uzoefu unaonesha kwamba kidunia, uzoefu unaonesha kwamba zinapotokea kwenye mambo kama haya, mara nyingi nchi huwa wanashirikiana au wanawasiliana au wana mashauriano pengine na nchi nyingine. Si mara nyingi mambo kama haya kufanywa na nchi moja peke yake, lakini kwa mazingira tuliyokuwa nayo sisi hatuna sababu ya kuona kwamba ni siasa za Tanzania zimeenda kule, lakini mazingira ya kisiasa ya Angola yanakuonesha kwamba haya pengine ni mazingira ya wenyewe ya siasa za Angola, kwa sababu kama amefuatilia na hili ni muhimu watu tukalifahamu, wa Tanzania wakalifahamu kwamba kwa muda mrefu siasa za kule zilikuwa ni za mapambano kwa maana ya mapigano, na wahusika wakubwa wamekuwa ni pamoja na MPLA, UNITA, lakini baada wenyewe kufanya prosesi zao za maridhiano, makubaliano, sasa hivi vyama ni vyama halali, ni vyama halali kabisa vya kisiasa, vinafanya shughuli zake kwa uhalali, na vimeshindana uchaguzi wa 2022 vimeshindana, na tumeona kama tunafuatilia kwamba UNITA wana viti 90 ndani ya bunge la Angola kati ya viti 220, na mgombea wao wa urais alipata asilimia zaidi ya 44 ya kura za urais. Sasa na uchaguzi unakaribia, unakuja huko mbele. Kwa hivyo ukikuta pengine watu vigogo wengi hawa ambao wana kauli wengine katika nchi zao wanakutana, na pengine makao makuu au venue ilikuwa katika mambo haya, mara nyingi mtu anaweza akapata wasiwasi. Sisi hatuna sababu ya kuona kwamba Tanzania inahusika, hatuoni usike vipi katika hili, lakini mazingira yaliyoko Angola yanakuambia kwamba yanatosha kwamba ukupa hayo, na mara nyingine lazima tukubali nchi zetu hizi za Kiafrika wanaowalisha machango pori viongozi wakafanya maamuzi ya ajabu, hakuwa ni watu wadogo sana kwa kweli, kwa kutokutimiza wajibu wao. Kwa hivyo mimi sina sababu na hatuna sababu sisi kama chama kuona kwamba hizi ni siasa za Tanzania zimeingia Angola kwa mazingira, na tukizingatia mambo yote haya ambayo yapo. Na la mwisho, Bwana Juma Ishaka, kwamba kama tuliwasiliana tena na waziri wa mambo ya nje kujua kilichoendelea, bahati mbaya au niseme nzuri, so far wakati tunarudi sisi tukiwa njiani, tumepishana na waziri wa mambo ya nje, naye alikuwa anaelekea nchini Angola kwa shughuli zake za kikazi. Kwa hivyo sijapata kuwasiliana naye hadi sasa kujua pengine, na kwa bahati mbaya serikali haijatoa kauli rasmi ya kilichotokea. Kwa hivyo nadhani mambo ambayo tutaendelea kufuatilia. Asante sana.